Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Katika ripoti yetu ya leo tunaitazama Iran inayopigana vita vya kimkakati, vita vya aina mbili, vita vya kuyumbisha uchumi wa Marekani na Israel, lakini pia vita vya moto. Iran ambayo ilishambuliwa mnamo Februari 28 kwa kuuawa kwa makamanda wake wakuu pamoja na kiongozi wake mkuu Ayatollah Al-Khamenei, inadaiwa kwamba ilipanga mkakati mzito wa kuweza kuidhoofisha Marekani pamoja na Israel na hata na mataifa ya Magharibi ambayo yalikuwa na chuki na taifa hilo kwa miaka mingi. Mpango ambao Iran inapambana ni mpango ambao pia uliandaliwa na Urusi katika vita vyake huko Ukraine. Unadhoofisha uchumi, baadaye nchi inaibuka na ushindi baada ya upande wa pili kuamua kuachana na vita hivyo kutokana na gharama kubwa ya vita hivi. Kwa namna moja ama nyingine, Iran imetumia mbinu nyingi katika kudhoofisha uchumi wa mataifa hayo ya Ulaya, licha kwamba mfumo huu unaathiri dunia kwa ujumla. Ya kati ya mbinu ambayo wakati huu Iran inaitumia kwanza ni kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, hasa kwa nchi kama vile Marekani pamoja na Israel na washirika wao. Lakini pia mfumo huu umetengeneza mazingira kwa nchi hizo wakati huu kuanza kuona athari za vita hivi. Hata hivyo, katika kipindi hiki Iran imesema kwamba haitofungua mlango wa bahari wa Hormuz isipokuwa kwa nchi marafiki, licha ya kwamba na zenyewe zitakuwa zikilipa gharama kubwa katika kupitisha meli zao za mafuta pamoja na gesi na meli nyingine. Iran inatumia silaha za bei nafuu tofauti na mataifa ya Marekani na Israel. Iran imetengeneza hata midoli ambayo inaonekana ni kama ndege zilizolipuliwa, licha kwamba picha nyingi za AI kwa maana ya akili bandia, lakini uhalisia uko namna hiyo kwamba Iran ilifanya matukio ya aina hiyo, na hii imethibitishwa. Udungwaji wake umetumia gharama kubwa, umeyafanya mataifa kama vile Marekani na Israel pamoja na washirika wao kuanza kukata tamaa, kuona kwamba gharama wanayotumia ni kubwa mno kuliko matarajio yao. Hata hivyo, moja kati ya mbinu nyingine ambayo wanaitumia wakati huu ni tofauti na walivyoanza vita. Iran ilikuwa ikifanya mashambulizi makubwa zaidi na mengi, lakini wakati huu wanafanya mashambulizi machache lakini ya kimkakati, mashambulizi ambayo yanatumia makombora ya ballistic kufanya uharibifu mkubwa katika maeneo ambayo wanashambulia. Marafiki wa Iran hata hivyo wanatajwa kuwa moja kati ya sababu ya kutengeneza maisha magumu kwa Israel pamoja na Marekani. Hii inaonekana ni kama ni pete ya moto kwa Marekani na Israel, wameivaa lakini wanaungua. Tunachoshuhudia sio mgongano wa vimondo angani, bali ni mashambulizi makali yanayofanywa na Israel pamoja na Marekani dhidi ya Iran, lakini ni kisasi kizito kinachofanywa na Iran dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Hata hivyo, mashambulizi ambayo wakati huu yanafanywa na Iran ni mashambulizi makali mno kiasi kwamba hata mifumo ya ulinzi wa anga katika taifa la Israel imeshindwa kudungua makombora ya Iran. Kadhalika ni namna ambavyo Iran inawatumia washirika wake. Washirika zaidi ambao tunawazungumzia walioingia moja kwa moja ni wanamgambo, kwa mfano wa Hezbollah, lakini pia na Wahouthi kutoka nchini Yemen. Na kwa mara nyingine tena Yemen, makundi yanayofungamana na Iran yanafungua nyanja mpya ya kufanya kampeni yoyote ya Marekani au Israel kuwa ngumu zaidi kutekelezeka. Iwapo Iran haiwezi kusimamisha shinikizo kwa kulinganisha ndege za hali ya juu zaidi za kijeshi kwa ndege au makombora kwa makombora, bado inaweza kujibu kwa kunyoosha uwanja wa vita kwa muda na nafasi. Huu ndio umuhimu halisi wa kupanda kwa sasa. Vita ni rahisi zaidi kuuzwa na ni rahisi kudumishwa vinapoonekana kuwa vikubwa na vinaweza kudhibitiwa kiufundi kama ambavyo wa Iran wanafanya. Imekuwa ni kazi kubwa sana kwa Marekani na Israel, jambo ambalo linawatafakarisha kila kukicha ni lini wataweza kuvimaliza vita hivyo. Rais wa Marekani mwenyewe Donald Trump kila kukicha amekuwa akija na maandiko ni lini atamaliza vita hivi, wakati huu akisema kwamba muda mfupi ataweza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni mgumu mno kufungua, na hata baadhi washauri wake wanamweleza lazima atafute njia za kuweza kumaliza mzozo huu, lakini sio kufungua mlango wa Hormuz ama kuingiza wanajeshi wa ardhini katika taifa hilo la Kiajemi. Iran na vikosi vinavyoitii wanaelewa hili vema. Lengo lao si lazima kupata ushindi wa ajabu una kawaida dhidi ya Israel na Marekani,
wanajaribu kuwanyima wapinzani wao matokeo ya haraka, kugeuza ukuu wa kijeshi kuwa upanuzi wa kimkakati kupita kiasi, na kufanya bei ya kupanda na kwa kila wiki inayopita na kwa kila siku, na kutengeneza mazingira ya nchi hizo mbili, kwa maana Israel na Marekani, kukata tamaa na kuachana na vita hivi. Huo ndio mpango wa sasa wa Iran ambao wanautumia kupigana vita vya kiuchumi, lakini pia kupigana katika vita vya kimkakati vya mashambulizi. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.